awe Hussein Badamasi kutoka katika klabu ya TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, awe Musa Bola Conte kutoka SES Sfaxien ya kule nchini Tunisia, awe kiungo yeyote yule ambaye anatajwa na kuhusishwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa ajili ya kurithi mikoba ya Fabrice Luamba Ngoma. Lakini kwa ujumla tu ni kwamba yeyote atapaswa kufanya kazi ya ziada kuhakikisha yale majukumu ambayo kocha Fadlu Davids wa Wekundu wa Msimbazi Simba alikuwa akimpa Fabrice Luamba Ngoma katika eneo la kati, basi ayatekeleze kwa ufanisi na ikibidi kuzidisha ubora wake kwa ajili ya manufaa ya Wekundu wa Msimbazi Simba katika kutimiza mipango yao kwenye msimu ujao wa 2025-26 na kuendelea. Ni kwa sababu huyu Fabrice Luamba Ngoma ambaye kwenye taarifa mbalimbali zinaonyesha kwamba mkataba wake unakamilika leo hii Juni 30, 2025 katika kuwatumikia Wekundu wa Msimbazi Simba, na ambaye kwenye ukurasa wake rasmi wa Instagram amenukuliwa akiwaaga mashabiki wa Simba, basi ni dhahiri kwamba Wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Fadlu Davids wanapaswa kuingia sokoni kuleta mbadala wake, kwa sababu yeye Fabrice Luamba Ngoma alikuwa mhimili, alikuwa muhimu sana eneo la kati la Simba, hasa katika kuzuia na pia kushambulia, kwa sababu alikuwa ni connector, ni kiunganishi baina maeneo mawili haya. Kwa mfumo wa kocha Fadlu Davids, mfumo mama wa baada ya golikipa kwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kenara mmoja, Fabrice Luamba Ngoma namna alivyokuwa akitumika ndani ya Wekundu wa Msimbazi Simba msimu huu ni katika eneo hili la viungo wawili ukabaji. Mara nyingi alikuwa pacha wake akiwa yeye Ngoma, pacha wake akiwa ni Kagoma. Yani kulikuwa na Ngoma na Kagoma kuifanya Simba iwe imara katika eneo la kati. Katika msimu wa 2024-25 ambao Wekundu wa Msimbazi Simba wamemaliza mikono mitupu bila ya kuwa na taji lolote kubwa, lakini ni katika msimu ambao ukilinganisha na msimu uliopita Simba ya Fadlu Davids imeimarika sana katika matukio yake kwenye michuano ya ligi kuu, lakini pia kwenye michuano ya kimataifa ya kombe la shirikisho. Kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, CAF Confederations Cup, Simba ilifika fainali. Kuanzia hatua ya makundi mechi 6 mpaka kufika fainali jumla ni mechi 12. Na Simba wakaweka rekodi hiyo kwao ambayo walikuwa hawajai kuifikia. Tangu michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF kwa mfumo mpya ilipoanzishwa 2003, Simba hawajawahi kufika fainali. Wengi wanakumbuka kwamba Simba iliwahi kufika fainali ya kombe la CAF mwaka 1993. Lakini kombe hili la shirikisho lililoboreshwa zaidi na mfumo wake ukihusisha ligi na hata kuwa mpaka kufika fainali, Simba walikuwa bado hawajafika fainali. Isitoshe, kuanzia msimu wa 2018-19, msimu ambao Simba kupitia kwa wawekezaji wao akiwemo mwekezaji rais wa heshima Mohamed Dewji, Mo Dewji, imekuwa ikipambana mno kwenye michuano ya CAF, kwenye ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, na mara zote breki ya kwanza na ya mwisho kwao huwa ni hatua ya robo finali. 2018-19 robo finali ligi ya mabingwa, 20-21 robo finali ligi ya mabingwa, 21-22 robo finali kombe la shirikisho, 22-23 robo finali ligi ya mabingwa, 23-24 robo finali ligi ya mabingwa. Lakini msimu huu Simba imevuka hatua hiyo ya robo finali iliyofanya kuna kipindi wataniwa na watani zao kwamba ni mwaka robo, lakini sasa Simba wamefika finali msimu huu katika kombe la shirikisho. Kwenye mechi 12 walizocheza Simba, kuonyesha namna gani Fabrice Luamba Ngoma viatu vyake vinapaswa kupata mrithi sahihi wa kuvivaa, ni kwamba alicheza mechi zote 12 za kuanzia hatua ya makundi mpaka finali ambayo walipoteza kwa jumla mabao 3-1 dhidi ya wana finali wenzao ambao sasa ndio mabingwa RS Berkane ya kule nchini Morocco. Yeye alicheza zote kwa 100%. Na tunapozungumzia mechi 12 tunamaanisha ni dakika 1080. Ndio, kwa sababu mechi moja ni dakika 90. 90 mara 12 ni dakika 1080. Yeye alicheza kwa dakika 1074. Kwa lugha nyingine, alikosa dakika 6 tu kwenye kutekeleza majukumu yake sasa pale kati kama kiungo ukabaji, kama connector, muunganishi kati ya eneo la ulinzi na ushambuliaji. Fabrice Luamba Ngoma kwenye majukumu ya kiulinzi mathalan, ukiangalia kuna kitu tunachoitwa tackling, kuingia uvunguni mwa wapinzani, kujaribu kutoa mpira bila kusababisha madhara. Fabrice Luamba Ngoma alifanya tackling 25 kwa mafanikio. Ndio, miguu yake mirefu
Kiungo huyu wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwenye urefu wa futi 6 na inchi 1, umri wake miaka 31, maana alizaliwa Januari mwaka 1994. Eneo hili la tackling, kuingia uvunguni, yuko vizuri. Lakini pia kuna interception kukatisha, kuingilia mpira ambao wapinzani wanapasiana kwa ajili ya manufaa ya timu yako. Sasa Fabrice Luamba Ngoma kwenye kuintercept mipira, ama wapinzani wanapasiana, yeye anawahi mpira huo kabla hujafika kwenye destination ulikopelekwa, ama mpinzani anajaribu kudribble mpira, kukokota, anamzidi maarifa na uchukua, ama mpinzani anajaribu kutuliza mpira baada ya kupasiwa, yeye anawahi na kuchukua na kumzidi maarifa. Zote tunaita interception. Yeye amefanya interceptions za mafanikio 16 katika michezo 12. Lakini kuna clearances ni kubutua mpira, kuosha, kuondoa kutoka katika eneo hatarishi la lango lao kwenda eneo salama. Amefanya kwa mafanikio mara 22. Fabrice Luamba Ngoma pale palipobidi alilazimika kucheza faulo za kimbinu, yote kuhakikisha Simba haifikiwi kwenye lango lao kwa golikipa Musa Kamara na Ali Salim Katoro na yeyote ule. Yeye anaanza kuzima madhara katika eneo la kati kama ilivyo kwa mwenzake Yusuf Kagoma, na hivyo kufanya kuwe salama langoni kwao. Amefanya faulo 12, lakini yeye akifanywa faulo 6 pindi ambapo pale anapoanza ku advance, kukokota mipira kwenda katika eneo la mpinzani kutokea katika eneo la kati la uwanja. Kwa hiyo amesababisha kuwe na faulo za kupelekwa kwa wapinzani mara 6, yeye akicheza faulo 12 za kimbinu kwa ajili ya kuzuia hasa mashambulizi ya kujibu, counter attacks kutoka kwa wapinzani. Fabrice Luamba Ngoma alikuwa muhimu sana kwenye kikosi cha kocha Fadu Davids. Kwenye ligi kuu Tanzania bara nako Fabrice Luamba Ngoma ni miongoni mwa ambao wamefanya kazi kubwa kuifanya Simba ibadilike sasa kwenye matokeo yake kulinganisha na msimu uliopita. Kwa kukumbushia tu, msimu uliopita Simba walimaliza ligi baada ya mechi 30 wakiwa na pointi 69. Mabao Simba msimu uliopita walifunga mabao 59, wakaruhusu mabao 25. Matokeo yake katika ligi kuu Tanzania bara wakamaliza nafasi ya 3, wakikosa kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kuwa nafasi 2 za juu zilitwaliwa na watani zao jadi Yanga waliokuwa mabingwa, lakini nafasi ya pili ilitwaliwa na Azam ambao pia walikuwa na pointi 69 kama Simba, lakini tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu iliwaponza Simba kwa sababu wakati wao wamefunga mabao 59, Azam walifunga mabao 63. Lakini msimu huu nini kimetokea? Simba ikiwa na Ngoma ambaye alikuwa akitumika mara kwa mara na kocha Fadu Davids, matokeo yake ni nini? Simba imemaliza ikiwa na pointi 78 kutoka pointi 69, ambayo unaona hapa ni ongezeko la pointi 9 kulinganisha na msimu uliopita. Lakini Simba kwenye mabao kutoka mabao 59 sasa imefunga mabao 69 kwa msimu uliomalizika wa 24-25, ikiwa ni ongezeko la mabao 10 kulinganisha na msimu uliopita. Lakini kwenye kuzuia, Simba msimu huu imeruhusu mabao 13, ikipunguza mabao 12, ambayo ni sawa na kusema ufanisi katika kuzuia mabao ni 48% imeongezeka, kwa sababu ni mabao 12 kati ya mabao 25 yamekatwa na Simba msimu huu kulinganisha na msimu uliopita. Kazi hiyo yote walioifanya ni pamoja na Fabrice Luamba Ngoma. Simba msimu huu mpaka kufikia mechi ya mwisho wao na watani zao jadi Yanga Juni 25 kwenye uwanja wa Mkapa, kabla dakika 90 kuchezwa, walikuwa na nafasi ya kutoa ubingwa endapo wangeshinda, kwa sababu tofauti ya pointi baina yao na watani zao jadi Yanga ilikuwa pointi 1. Yanga na pointi 79, wao 78. Lakini msimu uliopita ilikuwa wameachwa kwa pointi 11 kwa sababu Yanga walimaliza ligi wana pointi 80. Hayo yote msimu huu waliimarika sana kwa kuwa mpaka mechi ya 29 zimebaki dakika 90 kwenye ile Juni 25 kabla mechi kuchezwa, walikuwa nayo nafasi ya kutoa ubingwa, ingawa mwisho wa siku walifungwa na Yanga mabao 2-0 na hivyo kukosa ubingwa. Lakini kwenye tathmini ukiangalia kiundani kuna improvement kubwa, kuimarika kukubwa kwa Simba. Waliosaidia ni pamoja na Fabrice Luamba Ngoma, kwa sababu kwenye mechi 30 yeye alicheza mechi 25. Ndio. Halafu nini? Akacheza kwa dakika 1812 Fabrice Luamba Ngoma, na kisha akapiga mashuti katika jukumu pale anapokwenda mbele kushambulia mara chache akapiga mashuti 5, 4 alilenga shabaha, ambayo hapa tunasema shooting accuracy, umakini wa kupiga mashuti kulenga shabaha wa 80%, maana 4 kati ya 5 yalilenga shabaha. Halafu
akafunga, tunasema goals, akafunga mabao 4. Kwa lugha nyingine, mashuti yote aliyopiga kulenga shabaha yote yalikuwa kamba. Mashuti yote aliyopiga kati ya 5 4 kamba. Kwa hiyo goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ni 80%. Fabrice Luamba Ngoma. Lakini pale palipobidi, Ngoma kama kawaida alilazimika kucheza faulo za kimbinu kuhakikisha hawapati madhara ya mashambulizi ya kujibu, counter attacks. Akacheza faulo Ngoma, faulo 27 katika mechi 25 alizocheza. Sasa hapa nimetoa tu muhtasari wa kile ambacho Fabrice Luamba Ngoma amekionyesha katika kombe la shirikisho la CAF Africa CAF, lakini pia kwenye ligi kuu Tanzania bara. Sasa yeyote atakayekuja kwa vyovyote kurithi mikoba ya Ngoma, Hussein Badamasi kutoka katika klabu ya TP Mazembe anahusishwa sana na Wekundu wa Msimbazi Simba, hasa baada ya kumalizana na TP Mazembe katika msimu huu. Lakini yupo Musa Bola Conte kutoka Satisfaction ambaye pia anahusishwa na Wekundu wa Msimbazi Simba. Wapo viungo wengine mbalimbali wanahusishwa na Simba, na bila shaka wanaweza wakawa miongoni mwao wakibahatika kuwa usajili mpya kwa ajili ya kutoa mikoba hii iliyoachwa na Fabrice Luamba Ngoma. Kwa sababu hiyo ndipo naposema yeyote yule, awe Badamasi, awe Bola Conte, awe yeyote yule, awe kulandana, wana kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha wanavaa kwa usahihi viatu vinavyoachwa na Fabrice Luamba Ngoma, endapo watapata fursa hiyo, ili mwisho wa siku Simba kocha Fadlu Davids ipige hatua zaidi kutoka ilipoishia msimu huu. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye.